Sasa hili ni balaa zito kwa upande mzima wa Kevi. Judy ndio mwenyewe huyo ambaye alikuwa anamsema kwamba ana jina la kike. Mwamba akatokea hapo na anakuta kwa upande mzima wa Kevi akiwa anamuuliza kwamba wewe ulikuwa wapi? Hapo ndio kazi kubwa sana. Sasa ukiachana hao ni kwamba kwa upande mwingine ni kwamba kumbuka Judy hapo amekuja kuweza kuongea naye Selina mambo ya kikazi, yani kwa upande mzima wa kesi. Kwa hivyo hapo pia ukiachana ile kwamba vurugu ambazo zitakazokuja kutokea, lakini bado itatokea namna fulani ambayo itakuwa ni kitofauti zaidi, hasa kwa upande mzima wa jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa je, itakuwaje? Kumbuka kwa upande mzima wa Maya pamoja na Nelly tayari penzi limeharibika, na ghafla rasmi kwa upande mzima wa Nelly ameweza kushuhudia, hasa huyu ambaye ni Maya akiwa amekuja na mpenzi wake kabisa ambaye wameweza kukubaliana kwamba waweze kupeana muda. Sasa hapo ni kibarua kizito. Na imani na hamu ya kuweza kujua vitu vingi sana, lakini na imani kubwa sana huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao unaenjoy vizuri sana. Basi ni kualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unazungumza uchambuzi. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kutoa maoni yako hapo chini, lakini pia kuweza kubonyeza neno subscribe. Sasa kitu kikubwa sana ambacho hapa tunatakuwa tunazungumza, sisi hapa huwa tunazungumza lugha moja tu. Lugha yetu ni uchambuzi kwa kina. Sasa uchambuzi kwa kina upoje, namna ambavyo na kufahamisha hasa matukio ambayo yanakwenda kujiri katika hatua zinazofuata. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Selina aliweza kumwaga Kevi kwamba kuna sehemu anapoelekea. Aliweza kwenda huko akakaa muda mrefu sana, akakaa sana. Kumbe aliweza kuelekea kule nyumbani. Sasa kama ulikuwa hujaelewa, labda nikufahamishe kwamba Selina kule alipoelekea nyumbani kwa kina Judy, yani kule kwa kina Judy. Selina kipindi yupo mdogo alikuwa anaishi pale nyumbani. Sasa amekuwa pale muda mrefu sana, wameishi pamoja, miaka ikaenda, kwa hiyo akakua, maana yake kasomea pale. Lakini Selina ni mtu ambaye tuseme ni wale watoto ambao tuseme watoto yatima ambaye waliweza kumchukua tu ili kusudi waweze kumlea. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa pale hakuna undugu wote ule uliopo kati ya wale, ndio maana ikawa vile. Lakini hasa kwa upande mzima wa babake na Judy, yeye bado anaamini katika upande wa mila za Kiafrika kwamba kama mtoto wetu alikuwa anatuita sisi baba na nini, afu na kuna dogo ambaye alikuwa anamuita pia hapa kaka, na wanafahamiana kaka, na hawezi wakaoana. Lakini kwa upande mzima wa mama yake na Judy, huyo ndiye anayehamasisha rasmi kwamba ndoa iweze kufungwa, aweze kuwa katika ndoa. Sasa hapo ni kipengele kizito. Ukweli ni kwamba yani katika ile reality iliyopo ni kwamba kwa upande mzima wa Judy anaelewa kabisa, hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Selina. Selina kiukweli hampendi na wala hamkubali kabisa huyo ambaye ni hamkubali Judy. Selina hamkubali Judy. Ila kiufupi alitokea kuvutiwa sana na Kevi. Ndio sababu ya yote yale. Lakini kuna mazingira ambayo yanamfanya ionekane sintofahamu iliyopo, kwa hivyo ndio maana inakuwa vile. Sasa hii inakuja kujitokea. Na hii pia Selina anafanya makusudi, kwa sababu hapo awali kwa upande mzima wa Kevi alikuwa anajifanya kama vile mjuaji. Yaani yeye alikuwa anajifanya kama vile hataki kabisa kufuatia kile ambacho hasa Selina alichukua kimweleza. Kumbuka Selina alimwambia kwamba anampenda, lakini Kevi akaona masiala akachukua hivyo. Kwa hivyo hii inawezekana ni advantage pia hasa kwa upande mzima wa Selina ambaye anaifanya ili kusudi hasa kwa upande mzima wa Kevi aweze kuona wivu na kutake action, yani kuchukua hatua. Hapa ndipo kazi ilipo. Nitakufahamisha kipi kitakachojiri hapo mbeleni. Endelea kunisikiliza. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa tukija katika upande mwingine, nyingine, tuje katika upande wa mazingira ya huko nyumbani kwa upande mzima wa Tom alipowapeleka huko. Sasa chumba ambacho alichokuwa anakaa pale huyu ambaye ni mamake na Tina, lakini pia Amina walipokuwa mle, basi vurugu ziliweza kutokea. Mwisho siku akaona waweze kuwatofautisha. Kifupi ni kwamba kwa upande mzima wa Tina ni mtu ambaye anakuwa na hasira sana na huwa hapendezwi na kile kinachoendelea au yale mambo ambayo yanakuwa kwa upande wake hayako sawa. Kwa hivyo moja kwa moja ukijaribu kuangalia na kuzingatia, kuna kuwa na sintofahamu au tofauti ambao unakuwepo hasa kwa mazingira ambayo yanayokuwepo. Kwa hivyo moja kwa moja ukifikiria na kuweza kutafakari, kuna tofauti hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Tina, lazima ajitofautishe na wao. Ndio maana na hasira sana, kwa sababu kashajiona sasa kwamba yote ambayo yaliyotokea, basi mama yake pamoja na huyu Amina
basi wameyachangia kwa asilimia kubwa. Sasa hiki ndio kile kipindi ambacho kama ulikuwa unatazama hadi mwanzo au unanifuatilia, niliwaambia kwamba kuna siku moja itafika kwa upande mzima wa Tina ataanza kujutia yale yote ambayo alimfanyia Kevi. Sasa ni kipindi hiki. Sasa majuto ambayo yanapokuja ni wakati ambapo kwa mhusika anakuwa yupo upande mwingine kabisa, anapambana na changamoto nyingine. Yaani ni sawa kama mchezaji kwenye timu anasema naenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Katika maisha ndio ipo hivyo. Sasa je, kupitia hili umejifunza vitu gani hasa katika upande wa namna mambo yanavyokwenda? Juzi hapo kwenye comment, lakini hakikisha tu unakuwa na sisi hasa kwa kubonyeza neno subscribe. Tuendelee kutazamia na kuweza kuona mambo yanavyokwenda. Sasa kwa upande mzima wa wakati sasa umefika wa rasmi kwa upande mzima wa kina Tina kuweza kuanza kujiuza, na ghafla ameweza kuletewa pale nguo kwa mkoba kanguo, na ameweza kupewa maelekezo aweze kuvaa, aweze kutoka nje. Maana yake Tina anaelewa anatakiwa avae vile aende akatafute wanaume huko nje, kitu ambacho kwa upande mzima wa mama yake ndo kwanza anashangaa na haelewi ni nini, hali ambayo inaashiria wazi kwamba hapo kazi ni kubwa sana, hasa kwa upande wa namna ambavyo mambo yanavyokwenda. Hakika hili ni balaa zito kinoma noma. Sasa tukiachana hayo ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vipo na vinaendelea. Sasa wakati tuje katika upande mwingine, hasa kwa upande wa Maya kiukweli, kiufupi moyo wake bado upo sana kwa Nelly. Ni vile tu kuna namna ambavyo inakuwa ni vigumu sana, na huenda hili analifanya makusudi kabisa. Sasa hii unajua, kuna wakati wasichana wanaamua kufanya maamuzi ambayo sio. Kwa mfano, nilikutana na kisa kimoja cha binti mmoja ambaye aliamua kubeba ujauzito wa mwanaume ambaye alikuwa hampendi kwa lengo la kuweza kumfanya ex wake ajisikie vibaya au aone wivu, kitu ambacho kiliweza kumletea madhara baadaye. Kwa hivyo hiki kitu Maya anachokifanya pia sio, kwa sababu mume wake kiufupi upo kwa Nelly. Yaani ile ni reality, tunasema kiuhalisia. Maya anampenda sana Nelly, lakini ni vile tu kuna changamoto ambazo zinazokuwa zinaendelea kwenye maisha zinafanya tofauti uwepo na hisia tofauti ziweze kutafsiriwa, kitu ambacho ni kigumu sana. Sasa sijui kwa upande mzima wa Nelly atajisikiaje, ila Nelly atajisikia vibaya. Hapo alipo atarudi nyumbani akiwa na stress nyingi sana, nyingi kinomanoma. Itabidi amcheki Kevi, amuulize, amombe msaada, amwambie maneno mengi sana, ambapo ni balaa zito kinomanoma. Sasa wakati tunamaliza tumeweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Selina kafika pale nyumbani. Lengo la kufika pale nyumbani Selina ilikuwa ni kwamba kaenda kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kafika kasindikizwa. Sasa kwa upande mzima wa huyu Judy, yeye kilichomleta pale ni swala zima la kuja kujadiliana kuhusiana na masuala ya kesi. Sasa pale issue ni kwamba kwa pale mzima wa Kevi amejikuta na jamu kinoma noma, yani kama vile haelewi kilichojili, anataka kujua taarifa kuhusiana na hivyo kwamba kama vile ni mpenzi wake. Hapo ndipo kibarua kinachokuja kuibuka kinoma noma. Basi asante kwa kuwa na mimi. Hii ni Bongo Movie Network. Tukutane muda na saa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming
on distorting the original video. Sasa hili ni balaa zito kwa upande mzima wa Kevi. Judy ndio mwenyewe huyo ambaye alikuwa anamsema kwamba ana jina la kike. Mwamba akatokea hapo na anakuta kwa upande mzima wa Kevi akiwa anamuuliza kwamba wewe ulikuwa wapi? Hapo ndio kazi kubwa sana. Sasa ukiachana hao ni kwamba kwa upande mwingine ni kwamba kumbuka Judy hapo amekuja kuweza kuongea naye Selina mambo ya kikazi, yani kwa upande mzima wa kesi. Kwa hivyo hapo pia ukiachana ile kwamba vurugu ambazo zitakazokuja kutokea, lakini bado itatokea namna fulani ambayo itakuwa ni kitofauti zaidi, hasa kwa upande mzima wa jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa je, itakuwaje? Kumbuka kwa upande mzima wa Maya pamoja na Nelly tayari penzi limeharibika, na ghafla rasmi kwa upande mzima wa Nelly ameweza kushuhudia, hasa huyu ambaye ni Maya akiwa amekuja na mpenzi wake kabisa ambaye wameweza kukubaliana kwamba waweze kupeana muda. Sasa hapo ni kibarua kizito. Na imani na hamu ya kuweza kujua vitu vingi sana, lakini na imani kubwa sana huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao unaenjoy vizuri sana. Basi ni kualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unazungumza uchambuzi. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kutoa maoni yako hapo chini, lakini pia kuweza kubonyeza neno subscribe. Sasa kitu kikubwa sana ambacho hapa tunatakuwa tunazungumza, sisi hapa huwa tunazungumza lugha moja tu. Lugha yetu ni uchambuzi kwa kina. Sasa uchambuzi kwa kina upoje, namna ambavyo na kufahamisha hasa matukio ambayo yanakwenda kujiri katika hatua zinazofuata. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Selina aliweza kumwaga Kevi kwamba kuna sehemu anapoelekea. Aliweza kwenda huko akakaa muda mrefu sana, akakaa sana. Kumbe aliweza kuelekea kule nyumbani. Sasa kama ulikuwa hujaelewa, labda nikufahamishe kwamba Selina kule alipoelekea nyumbani kwa kina Judy, yani kule kwa kina Judy. Selina kipindi yupo mdogo alikuwa anaishi pale nyumbani. Sasa amekuwa pale muda mrefu sana, wameishi pamoja, miaka ikaenda, kwa hiyo akakuwa manaki kasomea pale. Lakini Selina ni mtu ambaye tuseme ni wale watoto ambao tuseme watoto yatima ambaye waliweza kumchukua tu ili kusudi waweze kumlea. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa pale hakuna undugu wote ule uliopo kati ya wale, ndio maana ikawa vile. Lakini hasa kwa upande mzima wa babake na Judy, yeye bado anaamini katika upande wa mila za Kiafrika kwamba kama mtoto wetu alikuwa anatuita sisi baba na nini, afu na kuna dogo ambaye alikuwa anamuita pia hapa kaka, na wanafahamiana kaka, na hawezi wakaoana. Lakini kwa upande mzima wa mama yake na Judy, huyo ndiye anayehamasisha rasmi kwamba ndoa iweze kufungwa, aweze kuwa katika ndoa. Sasa hapo ni kipengele kizito. Ukweli ni kwamba yani katika ile reality iliyopo ni kwamba kwa upande mzima wa Judy anaelewa kabisa, hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Selina. Selina kiukweli hampendi na wala hamkubali kabisa huyo ambaye ni hamkubali kabisa, hamkubali Judy. Selina hamkubali Judy. Ila kiufupi alitokea kuvutiwa sana na Kevi. Ndio sababu ya yote yale. Lakini kuna mazingira ambayo yanamfanya ionekane sintofahamu iliyopo, kwa hivyo ndio maana inakuwa vile. Sasa hii inakuja kujitokea. Na hii pia Selina anafanya makusudi kwa sababu hapo awali kwa upande mzima wa Kevi alikuwa anajifanya kama vile mjuaji. Yaani yeye alikuwa anajifanya kama vile hataki kabisa kufuatia kile ambacho hasa Selina alichukua kimweleza. Kumbuka Selina alimwambia kwamba anampenda, lakini Kevi akaona masiala akachukua hivyo. Kwa hivyo hii inawezekana ni advantage pia hasa kwa upande mzima wa Selina ambaye anaifanya ili kusudi hasa kwa upande mzima wa Kevi aweze kuona wivu na kutake action, yani kuchukua hatua. Hapa ndipo kazi ilipo. Nitakufahamisha kipi kitakachojiri hapo mbeleni. Endelea kunisikiliza. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa tukija katika upande mwingine, nyingine, tuje katika upande wa mazingira ya huku nyumbani kwa upande mzima wa Tom alipowapeleka huko. Sasa chumba ambacho alichokuwa anakaa pale huyu ambaye ni mamake na Tina, lakini pia Amina walipokuwa mle, basi vurugu ziliweza kutokea. Mwisho siku akaona waweze kuwatofautisha. Kifupi ni kwamba kwa upande mzima wa Tina ni mtu ambaye anakuwa na hasira sana na huwa hapendezwi na kile kinachoendelea au yale mambo ambayo yanakuwa kwa upande wake hayako sawa. Kwa hivyo moja kwa moja ukijaribu kuangalia na kuzingatia, kuna kuwa na sintofahamu au tofauti ambao unaokuepo hasa kwa mazingira ambayo yanayokuepo. Kwa hivyo moja kwa moja ukifikiria na kuweza kutafakari, kuna tofauti hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Tina, lazima ajitofautishe na wao. Ndio maana na hasira sana, kwa sababu kashajiona sasa kwamba yote ambayo yaliyotokea
basi mama yake pamoja na huyu Amina basi wameachangia kwa asilimia kubwa. Sasa hiki ndio kile kipindi ambacho kama ulikuwa unatazama hadi mwanzo au unanifuatilia, niliwaambia kwamba kuna siku moja itafika kwa upande mzima wa Tina ataanza kujutia yale yote ambayo alimfanyia Kevi. Sasa ni kipindi hiki. Sasa majuto ambayo yanapokuja ni wakati ambapo kwa mhusika anakuwa yupo upande mwingine kabisa, anapambana na changamoto nyingine. Yaani ni sawa kama mchezaji kwenye timu anasema naenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Katika maisha ndio ipo hivyo. Sasa je, kupitia hili umejifunza vitu gani hasa katika upande wa namna mambo yanavyokwenda? Juze hapo kwenye comment, lakini hakikisha tu unakuwa na sisi hasa kwa kubonyeza neno subscribe, tuendelee kutazamia na kuweza kuona mambo yanavyokwenda. Sasa kwa upande mzima wa wakati sasa umefika wa rasmi kwa upande mzima wa kina Tina kuweza kuanza kujiuza, na ghafla ameweza kuletewa pale nguo kama mkoba kanguo, na ameweza kupewa maelekezo aweze kuvaa, aweze kutoka nje. Maana yake Tina anaelewa anatakiwa avae vile aende akatafute wanaume huko nje, kitu ambacho kwa upande mzima wa mama yake ndo kwanza anashangaa na haelewi ni nini, hali ambayo inaashiria wazi kwamba hapo kazi ni kubwa sana, hasa kwa upande wa namna ambavyo mambo yanavyokwenda. Hakika hili ni balaa zito kinoma noma. Sasa tukiachana hayo, ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vipo na vinaendelea. Sasa wakati tuje katika upande mwingine, hasa kwa upande wa Maya kiukweli, kiufupi, moyo wake bado upo sana kwa Nelly. Ni vile tu kuna namna ambavyo inakuwa ni vigumu sana, na huenda hili analifanya makusudi kabisa. Sasa hii unajua, kuna wakati wasichana wanaamua kufanya maamuzi ambayo sio. Kwa mfano, nilikutana na kisa kimoja cha binti mmoja ambaye aliamua kubeba ujauzito wa mwanaume ambaye alikuwa hampendi kwa lengo la kuweza kumfanya ex wake ajisikie vibaya au aone wivu, kitu ambacho kiliweza kumletea madhara baadaye. Kwa hivyo hiki kitu Maya anachokifanya pia sio, kwa sababu moyo wake kiufupi upo kwa Nelly. Yaani ile ni reality, tunasema kiuhalisia. Maya anampenda sana Nelly, lakini ni vile tu kuna changamoto ambazo zinazokuwa zinaendelea kwenye maisha zinafanya tofauti uwepo na hisia tofauti ziweze kutafsiriwa, kitu ambacho ni kigumu sana. Sasa sijui kwa upande mzima wa Nelly atajisikiaje, ila Nelly atajisikia vibaya. Hapo alipo atarudi nyumbani akiwa na stress nyingi sana, nyingi kinoma noma. Itabidi amcheki Kevi, amuulize, amombe msaada, amwambie maneno mengi sana, ambapo ni balaa zito kinoma noma. Sasa wakati tunamaliza, tumeweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Selina kafika pale nyumbani. Lengo la kufika pale nyumbani Selina ilikuwa ni kwamba kaenda kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kafika kasindikizwa. Sasa kwa upande mzima wa huyu Judy, yeye kilichomleta pale ni swala zima la kuja kujadiliana kuhusiana na masuala ya kesi. Sasa pale issue ni kwamba kwa pale mzima wa Kevin amejikuta na jamu kinoma noma, yani kama vile haelewi kilichojili, anataka kujua taarifa kuhusiana na hivyo, kwamba kama vile ni mpenzi wake. Hapo ndipo kibarua kinachokuja kuibuka kinoma noma. Basi asante kwa kuwa na mimi. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane mdanasa mwingine. Asante. Sasa hili ni balaa zito kwa upande mzima wa Kevin. Judy ndio mwenyewe huyo ambaye alikuwa anamsema kwamba ana jina la kike. Mwamba akatokea hapo na anakuta kwa upande mzima wa Kevin akiwa anamuuliza kwamba wewe ulikuwa wapi? Hapo ndio kazi kubwa sana. Sasa ukiachana hao, ni kwamba kwa upande mwingine ni kwamba kumbuka Judy hapo amekuja kuweza kuongea naye Selina mambo ya kikazi, yani kwa upande mzima wa kesi. Kwa hivyo hapo pia ukiachana ile kwamba vurugu ambazo zitakazokuja kutokea, lakini bado itatokea namna fulani ambayo itakuwa ni kitofauti zaidi, hasa kwa upande mzima wa jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa je, itakuwaje? Kumbuka kwa upande mzima wa Maya pamoja na Nelly tayari penzi limeharibika, na ghafla rasmi kwa upande mzima wa Nelly ameweza kushuhudia, hasa huyu ambaye ni Maya akiwa amekuja na mpenzi wake kabisa ambaye wameweza kukubaliana kwamba waweze kupeana muda. Sasa hapo ni kibarua kizito. Na imani na hamu ya kuweza kujua vitu vingi sana, lakini na imani kubwa sana huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao unaenjoy vizuri sana. Basi ni kualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unazungumza uchambuzi. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kutoa maoni yako hapo chini, lakini pia kuweza kubonyeza neno subscribe. Sasa kitu kikubwa sana ambacho hapa tunazungumza, sisi hapa huwa tunazungumza lugha moja tu. Lugha yetu ni uchambuzi kwa kina. Sasa uchambuzi kwa kina upoje, namna ambavyo na kufahamisha hasa matukio ambayo yanakwenda kujiri katika hatua zinazofuata. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Selina aliweza kumwaga Kevin kwamba kuna sehemu anapoelekea.
aliweza kwenda huko akakaa muda mrefu sana, akakaa sana. Kumbe aliweza kuelekea kule nyumbani. Sasa kama ulikuwa hujaelewa, labda nikufahamishe kwamba Selina kule alipoelekea nyumbani kwa kina Judy, yani kule kwa kina Judy, Selina kipindi yupo mdogo alikuwa anaishi pale nyumbani. Sasa amekuwa pale muda mrefu sana, wameishi pamoja, miaka ikaenda, kwa hiyo akakuwa, maana yake kasomea pale. Lakini Selina ni mtu ambaye tuseme ni wale watoto ambao tuseme watoto yatima ambaye waliweza kumchukua tu ili kusudi waweze kumlea. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa pale hakuna undugu wote ule uliopo kati ya wale, ndio maana ikawa vile. Lakini hasa kwa upande mzima wa babake na Judy, yeye bado anaamini katika upande wa mila za Kiafrika kwamba kama tulikuwa kama mtoto wetu alikuwa anatuita sisi baba na nini, afu na kuna dogo ambaye alikuwa anamuita pia hapa kaka, na wanafahamiana kaka, na hawezi wakaoana. Lakini kwa upande mzima wa mama yake na Judy, huyo ndiye anayehamasisha rasmi kwamba ndoa iweze kufungwa, aweze kuwa katika ndoa. Sasa hapo ni kipengele kizito. Ukweli ni kwamba yani katika ile reality iliyopo ni kwamba kwa upande